Tunasema shughuli ni watu na watu ndio sisi. Utulivu mahakamani kwenye shughuli viherehere. Kama una amani ya moyo, ungeni mwaliko, tafadhali piga vigeregere na makofi. Asante. Wageni waliko leo ni shughuli ya mtoto wetu kipenzi Bi Nikita Oscar, shughuli ya send off. Basi kama ni mgeni mwaliko, kuwa tayari kwa ajili ya shughuli hii, na MC wa leo ni B52 silaha ya maangamizi kubwa la maadui, jeshi la mtu mmoja, na wala sitaji silaha nchi jirani. Basi kwa sababu tuko nje ya muda, wageni walikwa, tunakwenda moja kwa moja kwa ajili ya kuwaleta wazazi upande wa biharusi mtarajiwa. Popote walipo wazazi upande wa biharusi mtarajiwa, sauti ya MC mnaisikia. DJ wimbo mzuri kwa ajili ya familia ya biharusi mtarajiwa. Wakishafika humu ndani, basi familia upande wa bwana harusi pia muwe tayari kwa ajili ya kuingia katika ukumbi huu. DJ twende kazi. Wapendeza, wamependeza. Tuwashangilie kwa vigelegele na makofi wageni waliko. Lakini DJ, familia hii ya biharusi mtarajiwa ni Wanyamwezi kutoka Tabora. Wanyamwezi hoya! Vigelegele kwetu Wanyamwezi wote, tulishangilie kwa vigelegele. Wanasema jasiri acha asili. DJ twende kwa ajili ya Wanyamwezi, naomba wapaishe dakika 2 tupate burudani, alafu tunakwenda kwenye familia upande wa bwana harusi. Familia upande wa bwana harusi, DJ ni Wafipa kutoka Sumbawanga. Twende kazi DJ kwa ajili ya familia. Walete Wanyamwezi. Wanyamwezi oye! Vigelegele kwetu Wanyamwezi. Vigelegele kwetu Wanyamwezi. Mpaka mwisho Wanyamwezi na wajua hawezi kutoka. Vigelegele kwetu Wanyamwezi wote. Nitaomba familia upande wa biharusi punga mikono kwa wageni waliko wote. Punga mikono familia ya biharusi. Mikono juu, vigelegele kwao. Asante, naomba mchukue nafasi mkono wangu wa kulia. DJ naomba wapeleke pia wazazi upande wa bwana harusi, muwe tayari kwa ajili ya kuingia kwenye ukumbi huu. Naomba wazazi twende mkono wangu wa kulia. DJ wapeleke. Safi. Ni muda sasa familia upande wa bwana harusi mtarajiwa popote walipo, kwa heshima kubwa DJ tafadhali naomba niletee familia upande wa bwana harusi.
tupe wimbo wa Wafipa. Wafipa oye! Wafipa raha sio raha, inanoga hainogi. Twende kazi je kwa ajili ya Wafipa, twende je. Twende kazi. Kama wewe Mfipa simama. Wageni waliko raha sio raha. Mimi niwaachia kwa sababu nyinyi ni watani wa Wanyamwezi. Vigeregere kwenu basi. Asante. Raha sio raha, inanoga hainogi. Vigeregere kwetu wageni waliko wote, shangilia kwa pamoja. Asante. Basi DJ, nikiwaruhusu wageni walikwa au wazazi kwenda kuketi, wakirudi mara ya pili wanakuambia watu wazima utawekea kama leo. Kwa mara ya pili je, nitaomba basi wapeleke familia upande wa bwana harusi waweze kuketi. Basi tunamsubiri mwali wetu, biharusi wetu mtarajiwa ambaye ni maalum kwa ajili ya siku ya leo. Nitaomba wazazi tuchukue nafasi, mkono wangu huu wa kushoto. DJ, naomba wapeleke wazazi. Binikita Oscar, sauti ya MC unaisikia? DJ, twende kazi kwa ajili ya biharusi wetu mtarajiwa. Nitaomba wageni waliko kwa heshima kubwa, atakapoingia biharusi wetu mtarajiwa tusimame wote kwa umoja wetu. Twende kazi DJ kwa ajili ya biharusi. Twende DJ, wimbo kama leo kwa ajili ya wageni waliko, tupate burudani ili biharusi wetu muda si mrefu ndege ishafika airport. Twende kazi DJ kwa ajili ya wageni waliko.
ya harusi mtarajiwa na confidence ya hatari. Vigelegele kwake. Kamata DJ, vigelegele na makofi kwake walimu. Tumshangilie kwa vigelegele. Bi harusi amependeza, amependeza. Tukae chini wageni waliko wote. Kwa kumshukuru Mungu, DJ naomba wimbo kwa ajili ya wageni walikwa tumimine kwa ajili ya bi harusi. Tutasimama wageni walikwa tuweze kumshangilia na kumimina. Twende kazi DJ. Twende. Tusimame wageni walikwa tumiminie baraka za Mwenyezi Mungu. Bi harusi wetu mtarajiwa. Wale wa Katoliki sasa. Twende. Tunamimina namna hiyo. Pokea Nikita. Pokea baraka hizo Nikita. Vigelegele kwa wageni walikuwa. Namna hiyo DJ warudishe, wageni waliko wote warudishe. Asante DJ Kamata. Wageni waliko raha sio raha? Wageni waliko wote shangilie kwa vigelegele. Basi nitaomba kwa heshima kubwa popote mlipo kamati ya shughuli hii, kwa maana ya kamati ya maandalizi, DJ naomba niletee kamati. Twende katibu ongoza jahazi, twende walete kamati. Twende kamati, twende. Wageni walikuwa mmeiona kamati kamati kama matairi ya trekta. Vigelegele na makofi kwao. Asante. Basi nitaomba kwa sababu mwenyekiti kazi maalum, lakini alikuwa mwenyekiti msaidizi ndio mimi MC, lakini nitachukua maiki hii nimkabidhi katibu wa shughuli hii aweze kutufungulia sherehe. Wakubwa zangu shikamoni. Wadogo zangu habari za saa hizi. Kwanza kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufanikisha hili. Pili, tunapenda kuishukuru familia kwa kutuamini mpaka tumeweza kufanikisha. Kwa uchache naomba nimkaribishe mama yangu hapa aweze kutufungulia sherehe yetu. Msifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ndugu wageni waalikwa, sherehe safi. Asanteni. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia siku ya leo tumefika ukumbini salama ili tuweze kusherekea sherehe ya mjukuu wangu Nikita. Sherehe safi. Baada ya kusema hayo, nawafungulia sherehe ibaki wazi. Sherehe safi. Kwa mama tumshangilie kwa vigelegele wageni walikwa. Basi nitaomba kwa heshima kubwa DJ nitolee kamati. Wapeleke kamati. Twende DJ. Wapeleke kamati. Asante DJ. Wageni walikwa sherehe yetu, basi tunakwenda kwenye utambulisho. Nitaomba Nikita uweze kutufanyia utambulisho. Napenda kumtambulisha mama yangu kipenzi popote uliposimama na kulia mikono. Napenda kuwatambulisha wadogo zangu, simameni na kulia mikono. Napenda kuwatambulisha wajomba zangu, simameni na kulia mikono.
watu mikono. Sana, karibu sana. Asante wageni walikuwa, tunashukuru kwa utambulisho Nikita, lakini kuna mtu muhimu sana kwenye shughuli hii ambaye ndio sababu ya Nikita kusimama hapa, lakini kwa sasa si wakati wake. Ninaona wageni walikuwa kila mmoja anatoa macho aone kipi kitaendelea, lakini tunaweka kwenye mabano, afu baadaye Nikita atafanya utambulisho kwa ajili ya mtu huyo muhimu. Kinachofuata wageni walikuwa, DJ nitaomba wimbo kwa ajili ya wanawake wote wale wajasiriamali, wale wanawake wapambanaji, wale masuperwoman wako nyumbani kwa ajili ya wame zao, wapo nyumbani kwa ajili ya watoto wao, wako nyumbani kwa ajili ya familia zao. Raha sio raha, inanoga hainogi. Ni wale wanawake wasioomba chumvi, piga vigeregere. Ni wale wanawake wasiowapigia simu waume zao kwamba mume wangu umeme umekwisha na nunua hili, vigeregere na makofi. Basi nitaomba DJ Samia Queen kwa ajili ya wanawake hao, tupate burudani na biashara hii. Twende kazi. Sima na wale wapambanaji, twende walete, twende kazi wanawake, vigeregere kwa tu basi kidogo. Umehitaji tafuta tumejipata, vigeregere kwa tu. Ni MC Tabu mwana wa Malilo, B52 silaha mangamizi kubwa la madui, jeshi la mtu mmoja na wala sitaji silaha nchi jirani. Vigelegele na makofi kwangu wageni walikwa. Mtoto Uswahilini, mtoto Uswazi napatikana Kazima wageni walikwa. Basi baada ya utambulisho huo, nitaomba DJ taratibu nipelekee biharusi wangu mtarajiwa. Tunakwenda kwenye maneno mazuri kwa ajili ya biharusi na faida kwa wageni walikwa wote. DJ naomba nipelekee mwali wangu. Twende. Una
katika ulimwengu huu, hata kama una kitu, kijiamini tu, maisha yanakwenda. Uongo kweli? Vigeregere kwetu, wageni waliko wote, vigeregere. Basi ni kike na mtoto wa kiume kwa ajili ya maneno mazuri. Dakika 5 DJ, naomba niletee familia kwa ajili ya maneno mazuri. Tunaanza na mjomba. Mjomba ni mama. Twende DJ, letea. Twende mkali. Asante DJ, kufuatilia alipo mjomba mkamjomba yupo, si ndio? Vigeregere na makofi wageni waliko wote. Asante. Iko kwa kipa. Yaani ndio iko hai. Kama baba anasimama na mama anafuata nyuma, yaani ni mle ni nani kwa nani? Basi kwanza naomba nifungue kwa sala, kwa sababu mlianza kwa shughuli bila kwa baraka ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe. Mwenyezi Mungu, ulianza kwa kumleta binti yetu Nikita, lakini leo umeamua kufurahisha familia yake pamoja na majirani, na yeye mwenyewe pia amekubali na ameona kwamba kila moja anamwangalia yeye Nikita. Mungu ukamjalie maisha marefu na baraka zako zote zikapate kushuka, na tunaomba kwa kila jambo lililomo ndani likapate kupata kibali kwako, ukalibariki na kulitakasa, ukabariki vyakula, ukabariki sisi wenyewe pamoja na mikoba yetu, pamoja na kila kitu tulichokuja nacho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Basi mwanangu Nikita, kwanza tunashukuru sana kwa kuweza kutuheshimia. Hii wengi sana wanaitamani lakini hawaipati. Wengine wanaishi katika maisha magumu, wanakuwa ni katukumeni mpaka wanamalizika, wanakuja kupata taarifa zinakuwa ngumu za mipako za wagonjwa, wanakili wakiwa kitandani. Lakini leo hii naona umepanda daraja. Jana tulikuwa na baba padri, misa imeunguruma. Katika kitabu alichokuelekeza ukitunze katika masikio yako ni Petro sura ya 5:18, enyi wake watiini waume zenu. Kile kitabu aliyokueleza baba padri ndio msingi mkubwa. Leo hii sisi tunakuondoa katika familia yetu, tunakukabidhi katika familia nyingine ambako haya uliyoyazoea kwetu uyaache kama huku yalivyo. Na kwa taarifa, chumba ulichokuwa unalala kuanzia kesho kutwa Jumatatu tunafugia nguruwe, na tutafugia nguruwe kwa sababu nguruwe zinahitaji maji. Tutatoboa bati kwa ajili ya usalama. Sasa sisi lengo la msingi kubwa, wewe uende ukakae kule kwako, kukatulie na ukafanye shughuli za kule. Leo sisi tunakuaga, tunamaliza shughuli yetu, tunakuaga, tunamaliza shughuli yetu, kila kitu, kwamba wewe uende salama, ukatulie kwa mume wako salama, mkaanze familia yenu salama, na mkaendeleze maisha yenu salama, na sisi tukija pakalike. Leo hii sisi kufikia, nadhani mtakapofunga ndoa Ijumaa, sisi tutapata mtoto wa kiume ambao sisi shida zetu zote tutazileta kwake. Wewe tena sio kutuletea sisi maelezo, una familia yako ya kupeleka maelezo. Nadhani ulishatutambulisha wewe mwenyewe kwamba huku ndio kunafaa na mpokee huyu, na sisi tukapokea. Sisi kazi yetu mama ilishatuisha. Kwa nyongeza, sina maneno mengi sana, aliyomaliza padri ameshakwisha. Naomba Mungu akubariki, akusaidie, akupe maisha marefu katika maisha yako. Usimwache Mungu
Popote pale utakapopata mepesi magumu, usimwache Mungu. Kuwa mtu wa sala kama jinsi somo wako alivyo Elizabeti. Kuwa mtu wa sala, kuwa mtu mcha Mungu, kuwa mtu mwaminifu. La msingi kubwa, usiwe tololi la kusukumwa hata jumuiya waje wakutembelee kwa wakati huu na umri wako. Moja, una NIDA, ni aibu. Tembelea katika jumuiya, shirikiana nao. Sasa hivi kila sehemu kuna nzengo. Kunzengo zinashughulika kwenye harusi, zinashughulika kwenye misiba. Chapote kwa sababu nimeshakuwa kocha mkongwe. Nadhani unaona ndevu zangu zina bendera, na ndio maana nazifuga, sitaki usijifiche, zionekane kabisa kwamba nimekwenda. La msingi na kutakia kila laheri na safari njema. Uende kukaeko kakalike kile chumba chako. Jumanne tunaingiza nguruwe, tunaendelea na kazi. MC, asante sana. Mama uje unipokee kama jinsi tulivyo. Shangilia mjomba. Nije wapeleke. Nipeleke mjomba na mjomba. Vigelegele kwa wageni walikuwa. Asante. Studio kamata. Mimi nadhani mjomba amemaliza kila kitu. Vigelegele, tupate burudani moja, tunakwenda kufungua champagne. DJ, wageni walikuwa. Tunaomba bongo flavor DJ. Sijaona wale mashosti zake. Tusimame tucheze. Tusimame wageni walikuwa tucheze. Tusimame tucheze wageni walikuwa. Wanasema shughuli na mwenyewe. Kikao familia na wageni walikuwa wanakaa hivyo kwa twende. Watu wa champagne wawe tayari, kamati champagne wawe tayari champagne. Twende wageni walikuwa. Twende. Mtoto kwanza tutakuwa mapacha wa kike na wa kiume. Shuke katibu alishatambika hapo, lazima watoto wawili. Shuke biharusi wangu kwa ajili ya kugonga cheers, naomba shuke DJ, tuendelee na wimbo kwa ajili
Watie kinywaji, tusimame wazazi kwa maana ya familia pamoja. Familia, tusimame kugonga cheers. Familia tusimame kwa ajili ya kugonga cheers. Twende DJ, walete familia pamoja na wageni waliko tugonge DJ ya Chameleone. Twende, tugonge DJ ya Chameleone. Twende. Naomba ujinyweshe mwenyewe kwa ajili ya ishara ya upendo. Nitahesabu 3, 2, 1, utakunywa biharusi wangu. Twende 3, 2, 1, kunywa. Vigelegele na makofi pale. Hapo unaomba kimoyo moyo, Mwenyezi Mungu nipe moyo wa subira, nipe moyo wa subira maana ndoa. Vigelegele wageni walikwa. Baada ya kugonga cheers, basi tunakwenda moja kwa moja. Mwali wangu unakwenda kutuletea mtu muhimu aliyetufanya mpaka siku ya leo, au wewe mwali wetu biharusi mtarajiwa kuweza kusimama hapa mbele. Twende kazi DJ kwa ajili ya biharusi mtarajiwa. Kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, siku ya Ijumaa
anakwenda kuwa mke halali wake kuolewa. Piga vigelegele na makofi. Na wale ambao bado mimi kila siku wanawaombea kwa Mwenyezi Mungu awafanyie pesi muweze kupata waume wa kuwaoa. DJ naomba mpeleke biharusi. Tarajiwa. Twende. Akamwambia mke wangu tarajiwa niko hapa na usihangaike. Piga na makofi kwa Mungu. Wacha nakwambia useni kupendwa raha. Twende kazi hii. Twende pawa. Twende pawa. Anaishiwa pawa Nikita. Piga na makofi kwake. Twende. Wacha. Bwana harusi sikuza tulete maua. Tunaleta hela. Twende kazi hii. Eti wanawake siku hizi kuna maua. Basi DJ kamata Fransi anazidisha. Vigelegele na makofi wageni walikuwa. Wenye wivu. Ukinyonga ni dhambi, anatakiwa ombe maana leo ni pepo. Tunasema chuki ni ugonjwa wa roho, ni hasara kuwa nao. Vigelegele na makofi. Ni wanaume wembamba huwa wanajidai nini? Yaani kuna natembea yao tu kwanza, unakuwa natembea nafanya mikono hiyo. Alafu ukimpima kiuno na 26. Vigelegele na makofi wageni walikuwa. Asante basi, kwa heshima kubwa nitaomba biharusi wangu mtarajiwa Nikita uweze kufanya utambulisho tujue aliyoko mbele yetu ni nani. Mambo vipi? Napenda kumtambulisha my only one.
Bwana Francis Alfred Kalutwa. Bwana harusi maneno yamemwingia kwenye moyo mpaka anasahau kupunga mkono. Vigelegele na makofi. Unajua Francis mwanzo inakuwa ni tamu kama asali. Inakuja inakuwa chachu kama limao. Mwisho wa siku Francis inakuwa chungu kama shubiri. Mimi nilitamani cheza na asali, cheza na limao. Ikifika kwenye shubiri ujue iko mochwari. Ikifika kwenye shubiri ujue ndoa iko wapi? Limao Francis iko ICU. Tuna matumaini hapo Labda leo atamka, leo atatoka. Si ndio wageni walikuwa? Lakini asali Francis iko dini. Unakwenda kumuona mgonjwa, unampelekea na chakula na matunda anakula, si ndio Basi nikuombe sana, cheza na vitu viwili. Cheza na asali, cheza na chachu kama limao. Chachu kama limao, suluhu ipo. Bro, suluhu ipo. Lakini ikifika kwenye chungu kama shubiri, vita ni vita mura. Yaani hapo na kwa usinitishe, usinibabaishe. Wageni walikuwa raha sio raha? Inanoga hainogi. Vigeregere kwa watu wawili hawa na makofi mengi. Basi tumetambua kwa maana ya bwana harusi mtarajiwa ni Bwana Francis. Jina ya katikati nimesahau, ni Francis Kalutwa. Vigeregere na makofi kwao. Basi nitaomba kwa heshima kubwa, kwa sababu sio mume, ni mchumba, ni mume mtarajiwa, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa anakwenda kuwa mume halali. Bwana harusi, shika hilo ua. Kabidhiwa. Mimi ninasema na maana nikita au niache? Bwana harusi, siku hizi tuleti maua. Mpe hela. DJ, wimbo huo upo? Tia hela. DJ. Tunataka hela kwanza. Ina maana DJ kama tabasi hela ya kwanza ambao umepewa mbele ya wazazi wako Nikita, kanunue kitu cha ukumbusho. Unakuwa ukiangalia bwana MC alijitahidi mpaka mume wangu alinikabidhi pesa mbele ya wageni walikuwa, itakuwa ni ukumbusho hiyo. Nunua kitu cha ukumbusho, naomba mume wangu, unakumbuka ile siku ya tarehe ngapi? Ile siku ya send off yetu. Basi nitakuomba tena bwana harusi ushike ile ua, tunaelekea meza ya keki, lakini kwa sababu wewe ni mgeni kwetu, tunakuomba uchukue nafasi bi harusi aelekee meza ya keki. Kwa sababu tulikuwa nataka tukufahamu mume halali au mume mtarajiwa wa Nikita ni yupi. Walikuwa wamekaa hapa, wageni walikuwa wananipigia simu, hivi ukoje, ni handsome boy au? Lakini ni bonge la handsome boy. Lakini pia Nikita ni beautiful girl. Niseme nisiseme? Hapo inakuwa vita ni vita mura. Nikita atalingia uzuri wake na bwana harusi mtarajiwa atalingia handsome boy wake. Lakini Nikita, katika maisha siku zote lazima liwepo taifa la wanyonge na taifa la mabeberu. Na siku zote taifa la mabeberu huwa ni wanaume ambaye ni bwana Francis. Taifa la wanyonge Nikita ni sisi wanawake. Hata uwe na pesa kiasi gani, ukisema unakwenda kuolewa au unakuwa mke wa mtu, lazima uwe chini ya himaya ya uongo kweli. Vigelegele na makofi. Haijalishi mwanaume awe mwanajeshi au mwanamke uwe mwanasheria, haijalishi. Wewe uwe mwanajeshi, mwanaume awe mwanasheria. Vitu hivyo ni kazini. Ukifika nyumbani lazima asubuhi uwe dada wa kazi,
mchana mama mwenye nyumba, na jioni lazima utakuwa kahaba kwa mmeo. Uongo kweli? Vigelegele na makofi wageni walikwa. DJ, basi naomba bwana harusi twende pale meza ya wazazi pale, uketi uendelee kuangalia matukio. Tukabidhi waletu, ameniambia naua. Tuelekee meza ya keki. Twende meza ya keki nikita. Kabla ya kukata keki hii, nitakuomba Nikita, kwa heshima kubwa, naomba uwaheshimishe watu wako wa karibu kwa ajili ya keki hii. Nitajie watu wako muhimu wasiozidi watu 10. Letea hapa mbele. Taja kwa majina, afu mimi MC namfuata na mshika mkono. Happiness. Joyce. Tina. Ana wa pili huyu hapo. Kitamalizia chapa. Sarafina. Sarafina. Sara. Sija. Yoreta. Okay. Ndio utaratibu siku hizi wa Tanzania. Ukiona tunafanya hivi sio MC, ujue ni matakwa ya mtu fulani. Basi nitaomba, kwa sababu nyinyi ni BFF wa ukweli. Ana mikocheni ninaponiangalia. Nitaomba sasa, wewe unataka tukate keki na hao vipenzi vyako kwa shilingi ngapi? Kwa kila amesema kila kichwa shilingi 20,000. Lakini mimi MC napunguza, tutakula kwa shilingi 10,000. Hali ni mbaya, imeshanyesha, tumeona panapovuja. Nitaomba sasa kwa 10,000 haraka, twende vipenzi, wadada wazuri nyinyi. Kila kichwa shilingi 10,000, ni wazuri. Usiseme tunakufa, sema nakufa. Nitaomba twende kwa haraka. Wewe kama unachoweka afu kachukuni kwenye vipochi hivyo. Twende kwa haraka. Ana mikocheni, jasiriamali, pambanaji. Wewe usimfuate, wewe mwache, wewe nenda kachukua. Twende kwa haraka foto. Unamwita mtu unasikia na haraka basi. Tumalizie haraka hapo. Na wasubiri nyinyi wadada wazuri. Wadada wa mjini wapo wenye tizao 2, hapo wenye T3. Wapo wenye T1. Wewe unaniwekea tu mochapu. Alafu unachukua nafasi. Tuchukue muda mrefu sana. Ili zoezi hapa linaokoza sana watu. Linachukua muda. Tunamaliza muda wetu, bado zawadi, bado chakula. Twende kwa haraka. Kwani hiyo ni moja ni 2? Twende kwa haraka. Twende vipenzi. Twende. Ukitoa Mwenyezi Mungu anakurudi. Mungu anafanyaje? Anaubariki. Namna hiyo.
tunachangisha kwanza, alafu baadaye, kwa sababu tuko wachache, tunakula keki kwa pamoja wote. Hapo vipi? Inanoga hainogi? Au nasubiri keki? Nendeni, nitawaita DJ wapeleke. Mama GK, naomba uje. DJ naomba lete. Baba Ande, DJ lete. Na wanaume wote wafuate. Utajiuliza MC amenifahamuje? Mimi ni jirani yako Kazima. Naomba na wababa wote, katibu ongoza jahazi. Katibu ongoza jahazi Sajo. Wanaume tusimame, wanaume wote. Tusimame baba. DJ walete na wimbo wa baba wote. Walete wa baba wote, walete. Sababu nimesema imesha nyesha, tumeona inapovuja. Brother. Ila isipungue zaidi ya hii. Hii Masai isipungue tena. Twende DJ wimbo mzuri watoe. Twende. Twende waweza kutoa. Twende. Twende. Wanaweka. Twende. Twende. Tunaomba sahani. Kaka yangu wa sahani Catherine. Naomba sahani. Saidia sahani kama mbili na sahani Catherine. Twende. Twende. Twende wanaume. Twende. Asante. Wanaume huwa wana shida. Basi nitaomba Mama Salma, Mrs. Moto mnabakia kwenye viti. Tunasema kutoa ni moyo wala si utajiri, wema ni akiba na ubaya pia ni akiba. Tusimame vipenzi, na wapenda sana. Twende DJ wanacheza. Lete Mama Sera, na kuomba Mama Sera, Mrs. Laki, ongoza jahazi. Nikikutaja unasimama vipenzi. Twende wa mama wote, ni wakute kule mbele. Ni wakute kule mbele wanawake wa thamani. Twende wanawake. Shilingi 5,000. Twende wanawake. Twende wanawake. Vigeregere kwa wanawake. Vigeregere kwa tu. Tutoe. Vigeregere kwa tuna makofi tafadhali. Ninakuomba mwanakamati uje. Nijelete mwanakamati. Basi nitaomba mwali wangu tukate vipande vya keki, lakini keki hii nzuri aliyetengeneza si mwingine kaka yangu kipenzi Sajo, na ndio mtu wa decoration, kwa maana ya mapambo. Katupambia ukumbi wetu umependeza au hujapendeza? Vigelegele na makofi kwake Sajo. Anapatikana Makanyagio jamani, kaka asiyekuwa na baya, bei maelewano, na yeye ndio super, niseme super hero. Vigelegele kwake wageni walikuwa. Basi nitaomba biharusi tukate keki. Tukatie vipande vingi kwa ajili ya wageni walikuwa wote. Nitamwomba BFF wake mmoja, best friend forever, walikitaje tusaidie kukata keki hapa kwa haraka haraka. Tina, na kuomba Tina tukate keki.
DJ kamata, nitaomba basi na rafiki mwingine tutajie. Mwingine Nikita. Best friend. Joyce. Tunakuomba Joyce. Basi naomba wewe na rafiki yako tuelekee meza ya wazazi wako, wewe tukawalishe keki. Joyce, uje utuendelee kutukatia keki hapa vipande. Vigelegele kwa wazazi. Simameni familia mlova sare, simame tule keki. Tunakula keki, tunatiwa na zawadi. Unakuja na zawadi, unakula keki. Ukimaliza kula keki, kamati ya chakula unakuwa uko tayari, unatoa zawadi mgeni mwalikwa. Unakula keki, unaelekea meza ya chakula. Hapo vipi? Raha sio raha? Inanoga hainogi? Twende meza ya wazazi pande. Kwa bwana harusi. Simame familia. Au mume nani utamuokoa kama ni kwenye media au unaambiwa nisikilize kwanza Nikita, mbona una haraka? Unaambiwa hivi, chagua kati ya mama mkwe au mume kipenzi, unachagua yupi aanze kufa? Umepewa homework, ni mtu mmoja tu Nikita, unaambiwa kati ya mume au mtoto, nani aanze kufa? Jihani yetu wageni walikuwa. Basi naomba umlishe unayemtaka. Anza na unayemtaka Nikita. Kila mimi nitajua kwamba muhimu ni nani. Vigelegele na makofi. Eti anamnong'oneza rafiki yake, nianze mama. Walishe keki familia, walishe keki. Wageni walikwa tuwe tayari, tunakwenda kwenye zoezi la zawadi. Hatuandikishi zawadi wageni walikwa. Itaanza familia ya bwana harusi, kwa maana familia ya mzee Oscar. Familia nzima mloka wote hapo kwa ajili ya zawadi. Baada ya hapo watainuka wageni walikwa somo la English. Ndio huwa mtihani shuleni. Tule keki. Tule keki. Watu wa chakula tuwe tayari. Mpishi wa leo chakula kizuri si mwingine kaka yangu Hasani. Anaitwa Hasani Catering. Anapatikana kwa Wajense chakula kizuri. Ukitaka namba za simu nione mimi MC, lakini kwa mapambo mazuri nione mimi MC kaka yangu kipenzi Sajo Decoration. Lakini mtu wa kamera pamoja na mziki na ukumbi huu si mwingine ni Usiga Music Sound. Anapatikana humu kwenye ukumbi huu. Lakini MC wa leo ni B52 Silaha Mangabezi kubwa la maadui, jeshi la mtu mmoja. Na wala sema nitafute mimi mwenyewe. Tunaelekea pale. Tunapiga jiwe moja ndege wawili, na si wawili ni ndege watatu. Nabana sana hele ya chakula, yani mnajua nyinyi. Wanakuambia msafiri ni nani? Wageni walikuwa mnajua. Twende familia ya bwana harusi. Tusimame, DJ walete. Ni wafipa hao. Twende DJ.
ajili ya chakula kaka yangu. Twende. Fanya maandalizi kabisa. Chakula tu tayari. Anapatikana Kawajense. Asante Katari. Lakini mtu wa picha si mwingine, shemeji yangu mpenzi anaitwa Raja Mkoto. Anapatikana pale polisi ya zamani mkono wa kulia hapa. Vigelegele kwa familia. Nitaomba shangazi asimame aje. Familia ya Nikita, kama kuna anti asimame aje. Shangazi wa Nikita. Kamata nishatoa utaratibu. Familia ya bwana Oscar ya France, bwana France, tuna utaratibu tunaujua. Tunaomba tumkabidhi shangazi begi hilo bila kigugumizi, tumkabidhi na nauli ya kutoka hapa mpaka Tabora na hela ya kula njiani. Kama kwa shangazi usichukue kabla hela, mkono mtupa ulangu. Unaweza kapokea begi alafu usipewe sasa kwa kazi. Nichungulie shangazi, na usio mwepesi. Namna hiyo. Vigelegele umepewa shilingi ngapi shangazi? Niseme. Haitoshi hiyo jamani, mimi namsaidia. Haitoshi kabisa. Nimesema nauli ya Mpanda mpaka Tabora. Anakulaje njiani? Anafunga. Mwezi wa Ramadhani bado na kwa lazima bado. Naomba tuongeze. Twende haraka. Namna hiyo, makofi na vigelegele. Namna hiyo. Tumkabidhi anti. Utaweka wimbo wa Kifipa DJ kwa sababu weka wimbo wa Kifipa DJ, twende tuwasapoti familia hii ya France. Twende. Simama familia. Makofi na vigelegele familia, shangilia kwa vigelegele na makofi. Twende. Asante. Tutoe na zawadi kabisa kwa bibi harusi, kama tunakuja nazo zawadi za bibi harusi. Tumalize mambo ya bulbul. DJ mpeleke anti na wimbo wa Vinyamwezi. Mumpokee shangazi. Familia mmepoa. Familia. DJ mpeleke. Asante Wanyamwezi, asante. Vigelegele na makofi wageni walikuwa. Basi baada ya zoezi hilo, naomba familia upande wa bwana harusi, kama mna zawadi tujitoe zawadi. Wainuke familia ya biharusi watoe zawadi. Tutaanza na wageni walikuwa. Mkono wangu huu wa kushoto unasimama na zawadi yako. Kutoa ni moyo wala si utajiri, wema ni akiba na ubaya pia ni akiba. Unatoa zawadi na kula keki na kwenda kuchukua chakula. Shika na kadi yako ya chakula. Familia tusimame. Keki anapita, anamlisha keki, anachukua nafasi. Twende DJ. Walete familia. Familia Nikita msimame kwa ajili ya zawadi. Twende. Familia twende. Unashika na kadi yako kabisa. Leo ni utaratibu mzuri na ustaarabu mzuri kabisa kuhusu chakula. Twende. Unaelekea meza ya chakula. Unakula keki, usisahau kula keki hapo. Unakula keki hapo kwa ajili yenu. Sijaeleweka vizuri. Nimesema hivi, tunaanza na familia upande wa bwana harusi. Ukishatoa zawadi, unakula keki, unaelekea meza ya chakula. Tunaogopa mama, twende mama mzazi. Sikujua na mimi leo nitabadilika. Manatana ya kunilia. Manatana ya kunilia. Akwambia nimeteka. Tutoe zawadi familia, tutoe zawadi familia. Mama Nikita Oscar kwa ajili ya zawadi. Wajomba tusimame, wake wa wajomba tusimame wote. Wadogo zake Nikita, dada zake Nikita wote kwa ajili ya zawadi. Tuendelee. Asante DJ, kamata DJ, kamata. Sio kamata. Wageni walikuwa raha sio raha. Inaloga hainogi. Mama Nikita keki hapo.
jiwe moja ndege wawili. Zawadi ya Nikita, zawadi ya mama. Hapo vipi? Wageni waliko raha sio raha? Kama unazo mbili simama nazo zote mbele kwa ajili ya mama na mtoto. Twende. Ametenda, ni Mungu ametenda. Sio ni Mungu amefanya, amefanya. Ni Mungu amefanya. Mimi nilivyo ni Mungu amefanya. Sio mimi kupona, Mungu ametenda. Ni Mungu ametenda. Tutoe zawadi za biharusi pamoja na mama. Twende. Amefanya, amefanya. Amefanya, amefanya. Sio mimi. Ni Mungu ametenda. Ni Mungu ametenda. Ni Mungu ametenda. Sio mimi. Ndio maana nalinda nawe. Waliponifungia chini hawakujua nina Mungu, wanashangaa nimeota, nimekuaje. Waliponifungia chini hawakujua nime, wanashangaa nimeota. Twende, tuwe zawadi, tuwe zawadi. Walinipiga vita nisiende. Tutoe zawadi vipenzi, tutoe zawadi. Tunasema kutoa ni moyo wala si utajiri, wema ni hekima na baya pia ni. Haya, twende kazi Superwoman kwa ajili ya zawadi. Watu wa maana sana Superwoman. Vipenzi vyake mama Nikita. Ukishatoa zani watupisha. Ukitoa zani watupisha. Tuwe zawadi vipenzi, tuwe zawadi. Picha ya pamoja Superwoman, picha ya pamoja. Tupige picha ya pamoja Superwoman kwa ajili ya ukumbusho. Tusimame wageni walikuwa, tutoe zawadi. Unakula keki, unachukua chakula, unatulia. Biharusi anafungua mziki na kufunga. Tunamruhusu na kwenda kupumzika, na sisi wageni walikuwa tunakwenda kupumzika nyumbani kwetu. Hapo vipi? Tutoe zawadi. Tutoe zawadi vipenzi, tutoe zawadi. Na kuona Mrs. Molo, mtu wa maana sana. Twende. Tutoe zawadi. Tusimame tutoe zawadi wageni walikuwa. Tulobakia tutoe zawadi. Kwenye shughuli. Bora tule wageni walikuwa wao wasile, uongo kweli. Twende. Tutoe zawadi wageni walikuwa. Tutoe zawadi, tumalizie zawadi. Tutoe zawadi. Nitakuomba basi kwa heshima kubwa Nsanzi uje hapa upewe zawadi, na Nsanzi yako anakupa zawadi. Wenyewe tulisema shughuli saa 1, biharusi anaingia saa 3:30. Aya, chukua kiti mama, njoo na kiti. Njoo na kiti. Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Ahadi zake ni za milele. Aya, twende Nikita. Aliangarisha pamoja. Mke na mume kwa mwili mmoja. Na leo hii Bwana amefanya.
naomba uwe shapu kwa ajili ya chakula. Kuwa shapu kwa ajili ya chakula. Kutoka kwa Mungu Baba aliomba pate mume. Uwe shapu kwa ajili ya chakula huko. Watu wa chakula tuwe shapu kwa ajili ya chakula. Kaka yangu wa faida, asante Catherine. Nitaomba basi mwali wangu, tunapiga jiwe moja ndege wawili. Tunamalizia chakula kule, lakini naomba tufungulie mziki na kutufungia. Mama atachukua mic kwa jina la shukurani, lakini mtu wa mwisho kwenye chakula ni bibi harusi mtarajiwa, bwana harusi mtarajiwa na mama mzazi wa bibi harusi mtarajiwa. Tunakwenda kwa utaratibu mzuri na mambo yamekuwa ni bulbul. Twende tufungulie mziki na kutufungia. Naomba mkabidhi zawadi bwana harusi. Mkabidhi zawadi, mkabidhi wallet. Wewe unatunza hela. Mwanaume hatakiwi kufuja hela. Naomba nikabidhi maiki Nikita. Namkabidhi wallet mama yangu mtarajiwa kwa sababu maalum. Anapokuwa anatoka kwenda kwenye mihangaiko yake, Mwenyezi Mungu akambariki kupitia hii wallet, arudi nyumbani na hela za kutosha na baraka ya Mungu pamoja na mke wake mtarajiwa. Nampenda sana. Simkabidhi tu, bali namkabidhi na kiasi kidogo cha pesa nimemwekea Mungu kama baraka. Nikita yeye alitoa tukaziona, naomba tuone. Toa tuzione hizo hela. Bwana harusi nakubali kweli? Tunauzia mbuzi kwenye gunia. Toa Nikita tuone, sio tudanganya. Toa. Lakini pia utamlisha keki bwana harusi, umpe tu keki yale. Usimpe keki unamwangalia usoni, hapana, mpe umefumba macho sababu bado sio mume. Maana alikuwa amekaa hapa na muona bwana harusi na meza mate. Okay. Namna hiyo. Naomba umlishe na keki. Mwambie na kuombea kwa Mwenyezi Mungu atupe maisha marefu. Tuzae watoto wenye kumjua Mungu. Nimesema usimwangalie usoni, mlishe keki. Vigelegele na makofi. Asante. Basi nitaomba bwana harusi mtarajiwa na bi harusi, naomba uketi dakika 2 atufungulie mziki na kutufungia, afu atakuchukua mwende kwenye chakula. Twende DJ, wimbo huo. Twende. Watarajiwa wanakuwa watu wa mwisho. Twende. Cheza. Jiamini Nikita. Haijirudi. Twende. Vigelegele kwa wageni wetu.
mzazi. Vigeregere kwako wageni walikwa. Unakula huku unashangilia. Ile angalia basi kukwame. Twende. Bwana harusi mtarajiwa simama. Tuelekee meza ya chakula. Asante mama mzazi na kuomba, lakini katibu na kukabidhi keki hii katibu, na kwenda kuvunja kamati, basi tutaikuta hiyo. Basi neno la shukrani kwa wageni walikuwa. Neno la shukrani. Nasema asante sana wageni waalikwa, asanteni sana kwa kuniunga mkono, kwa kunishika mkono katika shughuli yetu hii. Asanteni sana, sina cha kuwalipa ila kwa Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa. Asanteni sana sana, nasema karibuni sana. Asante mama mzazi, lakini pia wageni walikuwa na washukuru. Lakini mziki wa leo sambamba esi mwingine kaka yangu kipenzi Sajo anapatikana maeneo. Chakula kizuri anaitwa Hasani Invent. Anaitwa Hasani Catherine, hapo ndio kidogo. Hasani Catherine anapatikana kwa Wajense. Chakula kizuri kama alivyo mwenyewe alivyokuwa Hansamboni, chakula kiko hivyo. Basi ukitaka kumpata anapatikana kwa Wajense, wageni walikwa. Lakini pia sambamba na MC wa leo ni mimi 352 Sira. Shughuli yetu wageni waliko ilikuwa na K3, kwa maana K ya kwanza tumecheza vizuri, kurudi nyumbani kupumzika. Hapo vipi? Au tunapiga disco kumbi mpaka asubuhi? Kama umeaga ruksa, unajua unaruhusiwa kukaa. Geregere kwetu. Tuendelee nyimbo za taratibu hizi. Thank you.